Sabina Chege ageuza msimamo wake na kumwonya vibaya Rais William Ruto. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Mbunge mteule Sabina Chege ameonya kuwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 utakuwa tofauti na chaguzi zingine zilizopita, huku akibainisha kuwa wanasiasa watakaorejea madarakani ni wale tu walioweka mbele maslahi ya wananchi kupitia utekelezaji wa maendeleo halisi. Akizungumza katika jukwaa la kiuchumi lililofanyika katika kaunti ya Murang'a, Chege alisisitiza kuwa wakati wa siasa za maneno na ahadi tupu umepita, na alieleza kuwa wananchi kwa sasa wamefahamu haki zao na hawatochagua viongozi wanaojificha nyuma ya vyama na kisiasa pasipo kuonyesha matokeo ya kazi. Katika hotuba hiyo, Sabina Chege alimtaja gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata kama mfano wa kiongozi anayeshirikiana kwa karibu na serikali ya Rais William Ruto kwa ajili ya kuleta maendeleo ya moja kwa moja kwa wakazi wa Murang'a. Ushirikiano huu kwa mujibu wa Chege umechangia maendeleo yanayoonekana na ni jambo linalodhibitisha kuwa viongozi waaminifu kwa ajenda ya taifa wanastahili kuungwa mkono. Aidha, Chege amepongeza Rais William Ruto kwa kuonyesha dhamira ya dhati katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kote nchini. Alisema kuwa rais amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha wananchi wanapokea huduma muhimu kama vile maji, barabara, afya na elimu, na kwamba juhudi hizo zinapaswa kuungwa mkono na viongozi wengine serikalini na hata bungeni. Hata hivyo, Chege alionya kuwa baadhi ya viongozi waliochaguliwa wamekuwa wakiegemea zaidi katika siasa na kusahau wajibu wao wa kutumia wananchi. Alieleza kuwa mwaka 2027 haitakuwa kama chaguzi zilizopita ambapo watu walipiga kura majina au vyama. Badala yake, wananchi watapiga kura kwa msingi wa utendaji na uwajibikaji wa viongozi katika kipindi chao cha utumishi. Kauli yake imeibua tafsiri mbalimbali miongoni mwa wachambuzi wa siasa, ambapo wengi wanaona kuwa ujumbe huu ni onyo la wazi kwa wanasiasa wa Kenya Kwanza na hata upinzani ambao hawajafanya jitihada za kuleta maendeleo haswa katika maeneo yao. Na kwa mujibu wa wachunguzi wa masuala ya kisiasa, matamshi ya Chege yanaashiria mabadiliko ya mtazamo ndani ya uongozi wa kisiasa nchini, ambapo utekelezaji wa sera na miradi na maendeleo umeanza kuwa kigezo kikuu cha kupimwa kwa ufanisi wa kiongozi. Kwa sasa mvutano wa chini kwa chini umeanza kujitokeza miongoni mwa viongozi wa maeneo mbalimbali, huku wakiwa katika harakati za kujiweka sawa na ajenda ya maendeleo ili kujiandaa kwa uchaguzi ujao. Na katika mazingira haya, ujumbe wa Sabina Chege unatoa ishara kwa kigezo kikuu cha ushindi mwaka 2027 kitakuwa utendaji kazi na si kauli za kisiasa au uaminifu wa chama pekee.